Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Wito mpya na wa kipekee wa kisiasa umeibuka nchini Tanzania ambapo viongozi na wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wamemkaribisha rasmi makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi kujiunga na safu zao za upinzani. Hatua hii imekuja kufuatia mivutano mikali na shutuma nzito zilizoibuka hivi karibuni ndani ya chama tawala cha Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo mbunge mmoja kutoka upande wa Zanzibar alitoa matamshi makali hadharani yaliyotafsiriwa ama yaliyomtafsiri kiongozi huyo wa ngazi ya juu serikalini kama msaliti na kumlinganisha na mhusika wa kihistoria katika Biblia, Yuda, kwa madai ya kuwepo kwa mipango ya siri inayolenga kukiyumbisha chama na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Ofa hiyo ya upinzani imebadilisha mwelekeo wa malumbano ndani ya chama tawala na kuyageuza kuwa ajenda kuu ya kitaifa inayovutia hisia za kiusalama, kiuongozi na kiuamuzi kuelekea mabadiliko na mashindano ya kisiasa yajayo nchini. Katika mkutano wa hadhara uliogubikwa na mamia ya wafuasi wa upinzani, uongozi wa Chadema umeelezea kuwa milango ya vuguvugu hilo la mageuzi ipo wazi kabisa kumpokea makamu wa rais iwapo anasumbuliwa au kukataliwa na viongozi wenzake ndani ya CCM. Viongozi hao walifafanua kuwa kama chama tawala kinaona Daktari Nchimbi kama mtu asiyeaminika, basi Chadema ipo tayari kumpatia hifadhi ya kisiasa na kumruhusu kuingia kwenye safu zao kwa sharti kwamba awe na nia njema ya dhati na kusukuma mbele ajenda ya demokrasia na mabadiliko ya kimfumo nchini Tanzania. Mkakati huo unaotajwa na wataalamu kama jaribio la kawaida la vyama vya upinzani kutaka kuvuta viongozi wenye uzoefu mkubwa wa kiutawala na ushawishi wa kitaifa, hasa wale waliowahi au wanaoshikilia nyadhifa kubwa za kimaamuzi katika muundo wa dola na serikali. Pamoja na kuwepo kwa mwaliko huo wa wazi na barua zinazodaiwa kutumwa kwenda kwa kiongozi huyo, upande wa upinzani unashikilia msimamo kwamba viongozi wote wa kitaifa wanapaswa kuhukumiwa na jamii kwa misingi ya kufuata misingi ya demokrasia badala ya kuangalia tu chama walichoanzia harakati zao za kisiasa. Hata hivyo, taarifa zilizopo hadi sasa zinathibitisha kuwa hakuna wajibu na majibu rasmi, barua za kiofisi au taarifa yoyote kutoka kwa Daktari Emmanuel Nchimbi inayoonyesha nia au mpango wa kutaka kukihama chama tawala cha CCM na kujiunga na Chadema. Kadhalika, hakuna ushahidi wowote wa kufanyika kwa vikao vya siri au mikutano vya ana kwa ana kati ya makamu wa rais na viongozi wakuu wa upinzani inayoweza kuthibitisha uhalali wa uvumi huo unaoendelea kusambaa kwa kasi kubwa kwenye majukwaa mbalimbali za kidijitali na zile za kijamii. Kwa upande mwingine, chama tawala cha CCM kimechukua hatua za haraka za kujaribu kutuliza dhoruba hii ya kisiasa kwa kutoa ufafanuzi thabiti uliolenga kulinda umoja na mshikamano wa ndani ya taasisi hiyo. Viongozi wakuu wa CCM walijitokeza na kuweka wazi kuwa matamshi yaliyotolewa na mbunge huyo wa Zanzibar yaliyomwita makamu wa rais msaliti hayawakilishi kwa namna yoyote msimamo rasmi wa chama cha CCM, bali yanapaswa kuchukuliwa kama mawazo na maoni binafsi ya mwanachama huyo anayezungumzwa kulingana na hisia zake. CCM imewahisi wanachama wote
nchini kote kuepuka kutoa kauli zinazoweza kuzua sintofahamu au migogoro miongoni mwa wananchi, ikisisitiza kuwa Daktari Emmanuel Nchimbi anaendelea kufurahia uaminifu kamili wa uongozi wa juu na bado ni nguzo muhimu sana ndani ya muundo wa sasa wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanabainisha kuwa mwanasiasa wa ngazi ya juu na wenye uzito mkubwa serikalini mara chache sana huchukua maamuzi ya ghafla ya kubadili vyama bila kufanya mashauriano ya kina na ya muda mrefu yanayohusisha wafuasi wao, washiriki wa kimkakati pamoja na mifumo ya kifamilia, kwa kuwa hatua hiyo hubeba athari kubwa kwa utulivu wa nchi. Kwa mujibu huo, mijadala yote inayoendelea hivi sasa mtandaoni kuhusu uwezekano wa kiongozi huyo kukihama serikali inatajwa kukibaki katika ngazi ya uvumi na dhana ya kisiasa ambacho hazina uthibitisho wa kivitendo hadi hapo taarifa rasmi itakapotolewa na kiongozi huyo mwenyewe. Licha hali hii, tukio hili limeongeza sura mpya katika mienendo ya kisiasa za Tanzania, huku wananchi wengi wakiendelea kufuatilia kwa ukaribu jinsi taasisi kuu za kisiasa zitakavyosimamia mivutano hii ya ndani bila kuathiri utendakazi wa kila siku wa idara ya serikali. Mvutano huu unaonyesha jinsi taswira ya uongozi wa juu inavyoweza kutumiwa na makundi binafsi kutengeneza ajenda za ushawishi wa kisiasa miongoni mwa jamii, ambapo kila upande unafuata fursa ya kujipanga vyema kuelekea michakato ya kiutawala inayofuata. Hatua ya viongozi wa Chadema kuzungumzia suala hili kwa wazi inaashiria umuhimu mkubwa wa nafasi ya makamu wa rais katika siasa za nchi, huku serikali ikijikita katika kuhakikisha kuwa shughuli zote za maendeleo na utekelezaji wa majukumu ya kikatiba yanaendelea bila kuingiliwa na malumbano ya vyama. Mwelekeo wa siasa za kitaifa unazidi kushuhudia mabadiliko ya kimkakati, ambapo uaminifu, nidhamu ya vyama na uwezo wa kudhibiti migogoro ya ndani vimebaki kuwa vipimo vikuu vya uimara wa vyama vyote vikuu vya siasa nchini Tanzania. Bali na hayo, umma unaendelea kutathmini kauli zilizotolewa na pande zote mbili ili kubaini ukweli uliopo chini ya mzozo huu, kwani mahusiano ya viongozi wakuu wa nchi yanabaki kuwa kiashiria muhimu cha utulivu wa kitaifa na kiutawala. Hadi sasa hakuna mabadiliko yoyote yaliyofanyika katika ratiba au utekelezaji wa majukumu rasmi ya kiofisi ya makamu wa rais, na anaendelea kuongoza shughuli mbalimbali za serikali zilizopangwa chini ya mamlaka yake kikatiba. Hali hii inathibitisha kuwa mifumo ya kiserikali inaendelea kufanya kazi kwa mujibu wa misingi ya kisheria iliyowekwa, ikitenganisha shughuli rasmi za utawala na mivutano ya kisiasa inayojitokeza kwenye majukwaa ya kijamii na vyombo vya habari.